Wakati mmoja nikiwa mwanafunzi, walimu wawili walikuwa hawapatani, hawaelewani. Mmoja alikuwa ni mwalimu mkuu, ni madarasa tu, na mmoja alikuwa ni mwalimu wa kawaida, hana cheo chochote. Lakini likaja tokea la kutokea. Siku moja uongozi wa madarasa ukaamua kuleta mtihani kwa walimu. Walikuwa walimu kama 7 au 8. Mtihani huu ni wa kuongezwa mishahara wale walimu. Yule ambaye atatoa maksi nzuri, basi atakwenda kupata pesa nzuri ya mshahara. Walipoletwa wale walimu wa kuwafanyisha mtihani wale walimu wenzao, wakawafanyia mitihani. Kwa uwezo wake Allah, yule ambaye aliyekuwa ndio mwalimu mkuu hakuwa hata namba 3. Alitupwa huko mbali mbali. Sasa ikawa kuna mtihani pale sasa. Mtihani wenyewe uliotokea ni upi? Mwalimu mkuu hastahiki tena kuwa mwalimu mkuu, na mshahara aliokuwa akipokea wa mwalimu mkuu haumstahiki tena. Kuna watu ambao wanastahiki kupokea mshahara ule, na kuna watu wanastahiki kukalia kiti chake kile. Sasa yule ambaye kwamba aliyekuwa anastahiki kukalia kile kiti, alipoambiwa ya kwamba wewe utakalia hiki kiti na ndio utapokea mshahara fulani mwalimu mkuu, huyu khaufan min alfitani, kuogopea kwamba kuna fitina. Huyu mwalimu mkuu amekaa zaidi ya miaka 20 katika huu uwalimu wake mkuu. Leo alafu mimi naja kumuondoa mwalimu wa kawaida ndio niwe mwalimu mkuu. Akasema hapana, mimi bwana namuachia huyu ndugu yangu abaki kuwa mwalimu mkuu. Lakini ile bodi ikakataa, imepewa mamlaka na majukumu. Wakasema kama umeamua kupeana cheo chako kwa huyu ambaye aliyekuwa mwalimu mkuu na hastahiki kuwa mwalimu mkuu, basi mshahara atapokea wa kawaida, yeye atabeba majukumu ya mwalimu mkuu, lakini wewe ndo utapokea mshahara wa mwalimu mkuu. Na mwalimu mwingine wa kawaida akawa ndo anastahiki kuwa naibul mudir. Akaelewana na huyu aliyekataa cheo cha umudir, akamwambia maadamu umekataa umudir, wewe itabidi uwe naibul mudir, mimi nitakuwa mwalimu wa kawaida. Ikawa pia huyu mwalimu wa kawaida aliyekataa naibul mudir anapokea mshahara mkubwa kuliko yule mudir. Angalia matatizo sasa yalivyotokea. Watu walikuwa na nia njema, watu walikuwa na nia safi kumnusuru na kumlinda wanafunzi wasije kuona mageuzi. Ilikuwaje huyu leo sio mwalimu mkuu, huyu ndo amekuwa mwalimu mkuu? Wakaamua kuhifadhi ile siri, lakini kumbe wao wanajaribu kumtengenezea mazingira mazuri. Yule mwalimu mkuu anatengeneza mazingira mabaya. Mazingira gani? Sasa chuki ikaja kwa yule aliyekataa kuwa naibul mudir. Mwalimu wa kawaida vipi atapokea mshahara zaidi yangu mimi? Chuki ikampelekea kutengeneza mazingira ili huyu mwalimu ambaye anachukua mshahara zaidi kuliko yeye afukuzwe ndani ya madrasa. Alichokifanya ni nini? Akenda kutengeneza msuko fulani yeye na binti yake. Mimi nitasuka mpango fulani, ukiingiliana huu mpango basi moja kwa moja huyu atafukuzwa tu lazima madrasa. Mpango gani? Mpango wa kwamba amekubaka wewe mtoto wangu. Angalia mashekhe tunapofikia pabaya kwa sababu ya cheo, kwa sababu ya hadhi, tunapelekeana leo kutengenezeana mazingira ambayo ni mazito ndani ya jamii. Asubuhi watu wakiamka, wanafunzi tunafika madrasa, wakati wao niko mwanafunzi, tunakuta mkutano staff room, ghurfatul mudarrisin, walimu wote wako huko, kisha na kamati wote wako huko wamekaa. Nini kinachoendelea wanafunzi hatujui, tumekaa ndani ya madarasa yale. Mtu atakunyima pesa lakini hakunyimi umbea. Sasa wale walimu ambao wako mule ndani wanaoendesha kile kikao wakatoa zile habari ya kwamba ustadhi fulani amembaka mtoto wa mudir.
ilikuwaje mpaka shekhe akambaka? Imefikia hapo, inakuwaje mpaka shekhe anabaka tena ambaye ni mwanafunzi wake, kwa sababu yule mtoto wa mudiri anasoma madrasa hiyo hiyo. Sasa yule bwana akasema haina shida, mimi natuhumiwa, si nimebaka, sina tatizo katika hilo, niko tayari, tumpelekeni huyu mwanafunzi kwa daktari akampime, athibitishe ya kwamba huyu mtoto kabakwa, na kama kweli amebakwa basi moja kwa moja nipo tayari mimi kwenda ndani. Mudiri akasema hapana, baada ya kuwa ushamdhalilisha mtoto wangu, umembaka, alafu tena tuende hospitali tukamdhalilisha kwa madaktari amebakwa, hilo siwezi mimi, ninachohitaji huyu bwana aondoke. Kumbe nia yake ni huyu bwana aondoke, sio kuchukuliwa hatua ya kubaka. Unaona matatizo sasa haya? Chuki imempelekea yule mwalimu kumwandalia mazingira mwenzake ya kuonyesha amebaka, kwa sababu tu ya kumchukia na kumuondoa mahala pale. Sasa yule ambaye ni naibul mudir akaamua kufanya upelelezi, kwa sababu Allah jalla fi'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala. Enyi mloamini, mkiletewa habari mwatakiwa mzifanyie upelelezi, lengo msije kulaumiana baadaye kwa ujinga mtakapoujua ule ukweli ukoje. Yule shekhe akafanya upelelezi, kisha akaja akambana yule binti, akamwambia, binti, billahi alaiki, naapa kwa Allah juu yako binti, naomba uniambie ukweli, kama huyu ustadhi amekubaka tuko tayari kumchukulia hatua, na kama hajakubaka iokoe heshima, iokoe hadhi ya ustadhi ambaye aliyekufundisha zaidi ya miaka 5 au 6. Binti wallahi akafunguka, akasema, wallahi mimi sipo na baba yangu, mimi sijabakwa, bali haya ni mazingira yametengenezwa na baba yangu kwa sababu ya kumfukuza yule ustadhi mwenzake.